Karibu katika kliniki ya afya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema seksi kufanyana usiku kucha inakuwaga hivi kiutamu utamu. Mada hii imekuja leo baada ya kutafakari mambo ambayo nimekutana nayo na vile nikapata sapoti ya kutoka kwenye Biblia. Kwa wale ambao wameangalia video ambayo nilikuwa nimeiweka jana, nimeweka juzi, sio jana, juzi. Nikagusia juu ya mwanamke mwenye umri wa miaka 43 ambaye amejikuta anafanya mapenzi mpaka wanachelewa kwenda ibadani. Ni mke wa mtumishi wa kanisa. Sasa sijui kama ni askofu au ni mchungaji au nini, lakini ni kitu ambacho nimekizungumza nimetoa mfano huu wa dada huyu wa umri wa miaka 43 ambaye nimemwagizia video siku kama 6 zilizopita hivi. Hii ni shuhuda ambayo nimeitoa wiki iliyopita, na leo nimekuwa naangalia Biblia nikakutana na mstari fulani, nikasema kutokana na kitu ambacho nimekizungumza, kwa mfano huyu dada wa miaka 43 kinasapotiwa na Biblia. Sasa huyu dada, nikusomea historia yake kwanza, nimechat naye sana tu. Nasema hivi, kwa wale ambao wamesikiliza video iliyotangulia wataona kwamba nimeonyesha mchatisho ulikuwa ni mrefu sana. Sasa hivi, dokta, mimi ni mwanafunzi wako mpya. Nimetuma 10,000, naomba unitumie maufundi nijaribu. Maana huyu mume wangu ni mgumu sana wa kurudia raundi ya pili. Au shida iko kwangu? Naomba unisaidie. Dokta, nimekuwa na kufuatilia mafundisho yako kwa njia ya YouTube. Yamenisaidia japo si sana. Naamini ukinitumia video hizo nitafanya vizuri zaidi. Kutoka Isamilo mjini Mwanza. Nikamtumia hizo video. Baada ya kumtumia hizo video, akaniambia hivi, akanitumia message hii, ngoja na nafuata. Akasema hivi, dokta, uhuru wa Yesu. Hizi video zako kama ni dawa, itakuwa ni dawa ya ajabu sana. Na maanisha ni dawa inayofanya kazi kwa haraka sana. Wezi amini, nilimfanyia ile ya kuramba makende, yani korodani, katika ule mstari vile wa kutoka kwenye tundu la haja kubwa kuelekea kwenye korodani. Dokta alikoroma akaanza kunena kwa lugha. Dokta, nilishangaa sana. Yaani mgole wanje, sasa mgole wanje sijui ni nini, hicho ni lugha chake. Ndafuye umunisi. Sasa sijui ni kabila gani, nahisi kama ni Kinyarwanda hivi au watu wa Ngara. Watu wa Ngara wanaitwaje sijui. Anyway, amesema hivi, mgole wanje ndafuye umunisi. Mwisho alikuwa anajilambalamba midomo kama mtu aliyelambishwa asali. Yaani wewe dokta, sijui nikupe jina gani, kwa maana hii dozi sio kawaida. Yaani tunafanya kwa mara ya kwanza, tumefanya raundi 3 hadi leo tumechelewa ibada. Dokta, ni tamu mno. Sasa huyu ni mke wa mtumishi wa kanisa. Sasa ni mchungaji au ni askofu, I don't know. Lakini story hiyo imepata uthibitisho kutoka kwenye Biblia kwamba upo uwezekano wa watu kufanya mapenzi usiku kucha. Sikiliza story hii kutoka kitabu cha Mithali sura ile ya 7 kuanzia mstari ule wa 10 hadi ule wa 18. Sikiliza maneno haya. Wale wanaosoma Biblia nifuatisheni kwenye Biblia. Mithali 7 kuanzia mstari ule wa 10. Huyu ni mwanamke anayechepuka. Sikiliza, anasema hivi: natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Akamuona yule kijana, mwanamke huyu ana kelele na ukaidi. Miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika yule kijana, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani. Leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Yaani anajua kwamba aliapa kwa Mungu kwamba mume wake ndio huyo peke yake. Unaona mstari wa 11 huo, sawa? Nasema kwangu ziko sadaka za amani. Leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Ndio maana nikatoka nikulaki. Nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona.
Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari zebra yani. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Huo ni mstari wa 18. Sasa huyu mwanamke anamwambia huyu mwanaume, mstari wa 18, haya na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Kwa hiyo kuna kufurahishana nafsi, kuna kufurahishana nafsi, kwa maneno ya kwamba wewe unayewahi kumaliza halafu unaishia goli moja, unashindwa kuifurahisha nafsi ya mke wako. Sasa hata kuambia atakaa kimya tu, anakuangalia. Na ukizingatia tafiti za kisayansi zinasema hivi, 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. 67%. Sasa huyu ambaye anakudanganya hajafika kileleni, nafsi yake inaumia. Sasa ndio anapotafuta mchepuko, ndio huko sasa anapigwa ngoma usiku kucha, hasa unasafiri. Kwenye Biblia huyu dada anasema kwamba mume wangu amesafiri, kaenda safari ya mbali, kachukua na mkoba wa pesa nyingi sana. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi, usiku mzima tutiane. Hii ni Biblia inazungumza, hiyo Biblia Mithali 7 hiyo, sawa? Sasa jifikirie wewe mwanaume unaishia goli moja, alafu raundi ya pili inakuwa ngumu, na mapenzi mnafanya kwa dakika 10-15. Katika tafiti ya mada hii nimeandika vitu vingi sana na mashahidi wengi sana, lakini shahidi mmoja ndo amenifurahisha. Akaniambia, dokta, mimi katika umri wangu huu wa miaka 39 sijawahi kukutana mwanaume anayepiga raundi 3. Anasema sijawahi kukutana na mwanaume anayepiga raundi 3. Huyu ni mwanamke anazungumza hivyo. Sasa hiyo inatisha sana. Sasa hebu fikiria katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye au mwanaume uliye naye eshatembea na mwanamke au mwanaume wakapiga raundi 3 na akapizi mara 4. Sasa wewe unaishia goli moja, alafu unashindwa kurudia, alafu kuhangaiki, ukaona kwamba hiyo hali ni ya kawaida, na ukaona kwamba mume wako au mke wako ameridhika nayo hiyo hali. Mwanamke anayeshindwa kumsaidia mume wake arudie mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, anajiponza. Na mwanaume naye anayeshindwa kumsugua mke wake mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, anajiponza. Yaani katika historia ya uhusiano wenu hujawahi kumsugua mwanamke masaa 3 yakaisha, hujawahi. Sasa wenzio mwanamke huyu anasema nataka vya usiku kucha, hadi tunasuguana tu pipi. Sasa inakuwaje watu wanakesha wanafanya mapenzi? Ndio mada ya leo itakuonyesha hiyo kama inawezekana. Sasa basi msikilize mwanamke huyu anazungumza. Hii ni iliyoleta vitu ambavyo vimeleta maana. Sasa dokta, mimi ni mdada, natarajia kuingia kwenye ndoa. Umri wangu miaka 31, nimechelewa kuolewa. Nimekuwa nikikusikiliza hapa YouTube na ningependa nijue siri kama ipo ya jambo hili. Rafiki yangu wa kike juzi kaniambia kwamba mara nyingine na mume wake wanafanya mapenzi usiku kucha. Dokta, nilishangaa lakini sikumbishia. Je, ni kweli inawezekana? Na je, inakuaga na utaratibu gani? Mimi sio bikira, nimeshatembea na wanaume kadhaa. Hiyo hali sijawahi kukutana nayo ya kufanya mapenzi mpaka jua linatoka ndio nawashtua kwamba kumekucha. Dokta, hiyo bado ningependa nifahamu, kuna siri yoyote? Haya, mwanamke mwingine akasema hivi, dokta, rafiki yangu, ndio huyu ni mwanaume, dokta, rafiki yangu wa kiume amepata msichana mpya, na leo kaniambia kwamba mwanamke yule mpya aliyempata kitandani ni mnyama. Akasema ni mnyama mbaya, na kwamba leo amechoka hata kuja kazini haji. Sisi ni mafundi wa bajaji. Akasema dokta, wamefanya mapenzi usiku mzima. Dokta, namwamini huyu jamaa, huwa asemagi vistori vya uongo, namwamini, ni kweli.
Sasa msemo huu wa kufanya mapenzi usiku kucha nimekuwa nausikia huko mitaani mara kwa mara. Je, kuna ukweli wowote? Sawa. Kwa maana mimi ninavyojijua, yani dakika 7 nimemaliza na kurudia huwa napata shida. Yani ikifika dakika 10 unakuwa ni muujiza. Dokta, hebu niambie hii story ina ukweli? Huyu ni mwanaume. Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna hizo story tunasikia. Wanawake wanaenda saluni, sawa? Anaenda saluni anakutana na wenzio anatia story, bwana mimi mume wangu, anasugua mpaka unatoka cheche. Anakusugua mpaka unatoka cheche. Bwana wewe nilichepuka. Nikakutana mwanaume, wewe anakulamba makalio. Akimaliza kulamba makalio anakutia. Akisha kutia mnapumzika tena. Anaanza kula denda. Mnakula denda, mguu unasimama. Ikisimama tena anatia. Hizo ndio stori za saluni. Sasa basi, inaonyesha wazi kabisa kwamba haya, upo uwezekano mwenzio alishakutana nalo hilo kabla hamjafunga naye ndoa. Dada mmoja mlokole, tena anaimba praise kanisani. Mlokole, kakutana mwanaume gym. Tena juzi kaelewa kwenye profile yake yuko gym. Ananiambia, dokta, huu ni mwaka wa 2 nachepuka. Mume wake ni kibosile kwenye shirika moja la serikali hapa Mwanza. Ni kibosile. Kwenye zawadi ya Christmas kamnunulia gari ya milioni 60. Sawa. Gari ya milioni, hiyo zawadi ya Christmas. Lakini ameniambia, dokta, huu ni mwaka wa 2 nachepuka. Yes, amelaza damu. Nakutana wenzio wanasemaje? Anapitisha moto, sio sema anapitisha moto, sio tunasoma Kiswahili. Nasema anapitisha moto sawa sawa. Sasa sikiliza dokta. Sikiliza rafiki yangu, nikwambie. Pitisha moto sawa. Sasa sikiliza kwamba haya mambo yanawezekana kabisa. Na wewe mwanaume unayekubali kwamba unafanya sex na mke wako mara moja kwa wiki. Sawa. Wewe mwanaume na wewe mwanamke unayekubaliana na hiyo hali kwamba unafanya sex mara moja kwa wiki, wewe ukaona ni sawa tu, ukaona ni kawaida. Kama fikiria, huyu mwanamke kwenye Biblia amesubiri mume wake amesafiri. Amesubiri mume wake amesafiri. Kaambiwa anaenda semina ya kikazi Mtwara. Akajua kuna ex wangu anajua kuwasha moto sawa sawa. Moto wake huwa uzimiki. Moto wake mkali wa makaa ya mawe. Ana ex wake atamtafuta. Wewe umesafiri. Alafu kwa sababu umemnunulia mke wako gari ya milioni 60, unaona atatulia tu. Kwa sababu unampa mke wako kila siku milioni 1, unaona atatulia tu. Anataka kusuguliwa mpaka atoke cheche. Sasa wewe umeshindwa kumsugua, lakini hela unazo, itakupoza na hela zako hizo. Inakuwa ngaje mateso za walokole. Yaani mlokole mmoja mwimba praise na mwingine naye nimepata story yake hivi karibuni, naye mlokole. Kuna kanisa fulani kwa nasali la AAGT. Sasa kama unavyojua kanisa la AAGT la kilokole, sawa? Wamesambaratika. Sawa? Sasa wewe mchungaji naye amesambaratika, ametoka kwenye kanisa la AAGT lenyewe, kuna kanisa lingine lililoanzisha dhehebu lingine huko ndani ya AAGT. Sasa sisi tukahama. Sawa? Sisi tukahama tukasema bwana, hao wanaobadilisha madhehebu bwana, maana yake hawana msimamo. Na huyo mchungaji sasa hivi nikutana naye, hatusalimiani, hapokei. Sasa nikakutana na huyo bodaboda. Na tulikuwa tunasali naye ameondoka kwenye hilo kanisa. Nikakutana na huyo bodaboda. Kanisa la kilokole AAGT. Evangelical Assemblies of God. Nikakutana na huyo bodaboda. Nikamwambia bwana, niliposafiri. Na mimi langu nikamuuliza bwana, wewe mchungaji siku hizo bwana, nikutana naye hata nikimsalimia bwana haitikii. Akasema hata mimi rafiki yangu. Nakuwa nashangaa. Utafikia anijui. Sasa unaitwa unijui. Akaniletea ubuyu sasa. Huyo dada alikuwa anaimba praise naye mwenyewe kanisani. Akasema dokta, ameachana na mume wake. Mume wake alikuwa anafanya mgodini. Hela zipo. Nyumba ya kifahari. Mume wake alishtuka. Wakaenda kupima DNA za watoto. Watoto 2 kati ya watoto 3 wote sio mwanaume. Kama wameachana. Kama achana nyumba mwanaume. Kama achana nyumba, kama asema tatafuta mwanamke mwingine. Lakini mlokole. Nazungumza hivi, haya mambo. Nazungumza hapa mnasema huyu naye amekuwa kama mwehu. Sasa sikiliza, nakupa story za kweli. Sasa nakupa sikiliza. Sasa hii ya usiku kucha na yenyewe nimefanyia utafiti. Nimefanyia utafiti ipo.
na mimi mwenyewe nimesha kuifanya. Sawa, kipindi ambacho nimefiwa na mke wangu, nipa stories za kweli katika maisha yangu mwenyewe sasa. Ambacho nimefiwa na mke wangu. Mtana dada mmoja wa Kinyamwezi. Dada mmoja wa Kinyamwezi. Niko single. Niko single. Nilikaa miaka mingapi? Nilikaa miaka mingapi baada ya kufiwa na mke? Nilikaa miaka 5. Mke wangu alifariki 99. Nikaja kuoa 2000 na nikaanza kufanya sex 2004. Nikaa miaka 5 bila kufanya sex. Sasa nikakutana naye huyo dada. Sasa dada napiga goli la kwanza yupo, la pili yupo, la tatu yupo, la 4 yupo. Nikamuuliza nikamwambia hivi, wanawake wengine goli 2 wanakuwa wamelezeka. Sasa inakuwaje wewe mpaka goli 4 lakini bado unataka tu? Akaangalia pembeni, akaniambia, dokta, nani anachoka utamu? Nani anayechoka utamu? Sasa basi nakwambia hapo nilifanya dhambi, nilizini. Sawa, nilizini, sawa. Nilifanya dhambi. Lakini nakupa historia ya kweli. Na hiyo sio ya kwanza. Kaja katembea na dada mwingine. By then nilikuwa na umri wa miaka 49. Ndio na binti ya miaka 22. Sawa. Piga 22, piga show kali. Akaniambiaje? Yaani wewe kwenye wazee nashindwa kukuweka, kwa vijana nashindwa kukuweka. Binti wa miaka 22. Sasa mimi aliniambia ameachana na mchumba wake. Sasa ngoja nikupe story. Nikupa story usije kafika daktari atoa story za paka na panya, nakupa story ya kweli. Mimi aliniambia bwana ameachana na mchumba wake. Sasa kumbe katika hiyo show akapata na mimba. Sawa. Katika hiyo show akaipata na mimba ya kwangu. Akaniambia daktari, natoa mimba bwana, natoa mimba. Nikamwambia mimi hainihusu. Kama natoa mimba shauri lako. Sawa. Sasa mimba kweli katoa, akaendelea kunitaka. Sasa mmoja anampigia simu usiku. Akapokea mchumba wake. Uhusiano ulifia pale. Nakupa story ya kweli, uweze kuelewa kwamba haya mambo yapo. Sasa basi. Kaa na mchumba wake, kapata mimba, kazaa. Yule mchumba wake nilimwona mimi kwamba kitandani alikuwa hajui mambo mengi. Lakini kwa sababu nilikuwa na binti mdogo na mimi na miaka 49, nikaona kwamba hapa ya mimi nijidai, nitembea na binti mdogo. Sawa. Sasa ikapita kama miaka 2. Sasa siku anakuja ofisini kwangu. Sauti najua ni yeye. Amekuja na mtoto. Sasa amenenepa. Unaona bwana, kwa nimemsahau kidogo. Amenenepa. Miaka mingapi sio imepita. Amenenepa. Nimemsahau kidogo. Akaniambia, daktari, nimekuja. Bwana, yule mume wangu kanitoroka. Karibia mwaka umeisha sasa hivi. Na watu wanadai nyumba ya hela ya pango, sina hela, nataka nirudi kwetu, nisaidie. Mtoto mzuri kweli wa kiume. Jina lake naanzia K Kennedy. Mtoto mzuri kweli. Sikuwa na kinyongo, sikuwa na hamu ya kumtia wala nini. Nikampa hela ya nauli kwenda kwao nimsoma. Nikampa hela ya nauli, nikamchukulia na taksi, nikamwambia rudi nyumbani. Rudi kwenu, mtoto wa watu sije kwa. Nakupa story ya kweli kwamba haya mambo yapo, yanawezekana. Sasa katika safari hii huyu mwanamke akasema hivi, dokta, kuna mambo mengi yanayohusika na tendo la ndoa. Asilimia kubwa ya wanaume wamekalia tu, wakiingiza dudu lao, wakikojoa, basi imetosha. Sawa, nimeshawahi kufanya mapenzi na mwanaume usiku, inakaribia usiku kucha. Asema ujanja ni huu. Mnatiana, mnapata pumziko kidogo, mnachezeana. Sawa? Alafu mnaendelea tena mara ya pili. Mnatiana tena, mnaamka, kama kuna juisi mnakunywa, na kama kuna bisi mnakula, au kama kuna chips mliziweka mnakula, mnaendelea tena. Sawa? Lakini hiyo kwa mwanamke anahitaji mwanaume ambaye anajua kumwandaa vizuri, alainike vya kutosha. Na mara nyingine dokta, kama walivyofundisha, kuna kutumia mafuta. Yale mafuta yanasaidia vile vile. Kama zile video ulizokuwa umenitumia, yale mafuta yanasaidia. Nilikuwa na mwanaume mmoja, dokta, alipiga raundi 6 kwa usiku mmoja, na ilikuwa kali kweli hiyo show. Haikuwa tu kuingiliana tu masaa yote hayo yote.
Asema seksi nzuri lazima yawepo na madoido mengine na makolokolo mengine yakiwa yamechanganywa na vitu vingine vionjo vingine tofauti. Kweli usiku unaisha, jua ndo litawaamsha. Huyu mwanamke anazungumza. Sawa. Huyu mwanamke mgeni akasema daktari, kweli hilo linawezekana, lakini sio kuingiliana muda wote, lazima kuwa kuna kitu kinakatisha katikati yake hapo. Sasa niingie kwa huyu mwanaume sasa. Hii ni shuhuda kutoka kwa mwanaume. Anasema daktari, mimi na umri wa miaka 42. Mara nyingi hali hiyo ya kufanya mapenzi usiku kucha inatokana na mtu ambaye anajua vitu vya kufanya katikati kabla ya kuingiliana. Kuna kuongea, mnatiana, mnachezeana, alafu mnarudia tena ile. Usiku kama huo unakuwa ni usiku wenye thamani sana kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Sisi ndoa yetu ina miaka 9. Shida iliyopo ni kwamba pale unapokuwa umefocus kwenye kumwingilia tu mwanamke na kupizi, hiyo kazi itakushinda. Lakini pale unapokuwa umedhamiria kwamba nataka mke wangu afurahie tendo la ndoa kwa kiwango cha juu kabisa, hapo mtatengeneza kumbukumbu kubwa sana ambayo haitasahaulika katikati yenu nyinyi wawili, kwa maana huyo mwanamke lazima atakuheshimu kwa kazi unayoifanya kwa faida yake. Sasa kwa nini hili linawezekana? Ni kwamba lazima mwanaume ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17. Sasa kama ana maeneo 17 na unajua kila eneo moja lina ufundi wake, kwa hiyo una vitu vingi vya kubadilisha, na mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Chuchu lina ufundi wake, kitovu kina ufundi wake, korodani zina ufundi wake, shingo ina ufundi wake, uume una ufundi wake, katikati ya korodani na tundu la haja kubwa kuna ufundi wake. Kuna video mpya nimezitengeneza 5, nimetoa majina haya ambazo nitaziweka kwa upande wa wanawake. Kuna sababisha muda mrefu, alafu mstari wa korodani, alafu sugua mstari, alafu mkao binuka. Mkao ni mpya, mimi mwenyewe kwa sijui. Mkao binuka. Alafu kuna mkao mwingine unaitwa Amazon. Wewe hujui. Kuna mkao mwingine unafanya ndio unaitwa Amazon. Alafu kuna mkao ibane. Sasa wewe unajua mikao 2 3 tu, lakini kuna mikao aina mbalimbali. Kuna mkao mwingine unaitwa cowgirl. Hujui. Sasa wewe kwa sababu unajua mikao 2 lazima, yani saa moja likiisha unaona kwamba umefanya sana. Sasa ufikiria huyu mtu ana boyfriend wake wa ex, ndiye achana naye kwa sababu ya dini. Alikataa kubadilisha dini. Wewe alafu unacheza. Kwa story ya kweli. Huyu dada alikuwa na mpenzi mshona viatu. Ni story ya kweli. Kutokea Geita. Alikuwa na mpenzi mshona viatu. Sasa mshona viatu akaona hana hela, akakutana na mtu anafanya kazi benki. Akakubali kuolewa na mtu mwenye benki. Anafanya kazi benki. Na hela kaenda kaolewa. Lakini yule jamaa wa benki anaisha golika moja, kurudia hawezi. Lakini fundi viatu anapiga show ya uhakika. Akapasa arudi achepuke kwa fundi viatu. Haya, mwingine naye ana mume wake anachepuka sana, alafu mkali sana. Kuna video inakuja nyingine, hasira zinavyowaponza wanaume. Mwanamke anachepuka, sawa? Hasira zinavyowaponza wanaume. Hiyo ni video inayokuja, kama unaangalia hii kwa mara ya kwanza jisajili. Hasira zinavyowaponza wanaume. Unapokuwa mwenye hasira kwa mke wako itakuponza. Hiyo ni video inakuja. Mwanaume mmoja mchumba wake kachepuka, nimechat naye sana leo, nimemwandalia video maalum. Nimechat naye sana leo. Mchumba wake kachepuka, ana hela nyingi, lakini ni mtu mwenye hasira sana. Kutia pia anajua, sawa, lakini ana hasira sana, imemponza. Sasa sikiliza, haya ni mambo ambayo yanapaswa kufanya. Kwa hiyo ukijua maeneo mengi, maana kuna vitu vingi vya kubadilisha. Sasa wewe huna vya kubadilisha na unakubali, unaona kwamba ni kawaida kufanya mapenzi dakika 15 20, ni kawaida tu, inatosha.
katika ulimwengu huu ambapo hujamkuta mwenzio bikira, nakwambia haitoshi. Sasa sikiliza, mimi ni mwanamke, alisema daktari, mimi ni mwanamke, nimeshawahi kufanya mapenzi usiku kucha mara chache na ilikuwa tamu sana. Tutafanya tendo la ndoa, tutaingiliana, alafu tunapumzika, tunakunywa maji au juisi, alafu tunafanya sex. Nitamfanyia huyo mwanaume massage. Sasa wengi hamjui kufanya massage. Wengi hamjui kufanya massage, kama wengi wasiojua kuogelea. Massage hujui kuna massage ya kufanyia massage. Sasa nikamfanyia mwanaume massage, ambao ukishamfanyia massage lazima atasimamisha tena. Akisimamisha tena mnatiana. Lakini mkazo mkubwa unakuwa katika wewe kama mwanamke uwe na vitu vingi vya kumfanyia mwanaume. Mnabadilisha mikao, mnashikana, mnachekeshana, mnatekenyana. Sawa? Asema alafu kwa makusudi mazima unajitahidi kumchelewesha mwanaume asikuingilie. Mnashikana, utani wa aina mbalimbali unafanyika pale. Na sehemu kubwa ya kufanya mapenzi usiku kucha ni unachunguza ni kitu gani kipya tofauti ninaweza kumfanyia mwenzangu. Unatafuta kitu gani kipya ambacho tu kwamba hapa nasikia baby hapo baby hapo. Sasa unatafuta kitu kipya cha kumfanyia, ukigundue. Ndio wewe unahitaji ubunifu. Sasa unatafuta kitu kipya na kubadilisha mikao, alafu unabadilisha rhythm na speed. Kwa hiyo kuna mahali unaenda polepole, kuna mahali unaenda. Kuna video moja imetengeneza ya kulamba uume polepole, ya jinsi ya kushika. Unalamba uume polepole, unahamia kwenye korodani. Unatoka kwenye korodani unahamia kwenye tundu kati ya korodani na sehemu ile haja kubwa. Unalamba, unapandisha tena juu. Alafu unabonyeza kwa vidole pale, vidole gani utumie kubonyeza kati ya pumbu na tundu lile la haja kubwa. Unabonyeza kidole pale, unabonyeza, unamsikia anavyoitika kama vile gari kwenye mlima, kama gari kwenye mlima. Unasikia raha, unabonyeza mafuta pale, unamsikia anavyouna. Sasa wewe mwanaume wala haguni, mke wako wala hatetemeki, hababaiki. Mke wako hujamuona anapiga mpaka mwili miguu inatetemeka anakuwa na pizi. Wewe hujawahi kuona, hujawahi kumuona mke wako anarusha maji, yale maji yanayoruka mpaka maji yanaruka kitanda kinaloana. Hujawahi kufanya mke wako hivyo, lakini unajiona uko sawa. Itakuponza, itakuponza. Huyu mtu mwingine akasema, daktari, inaweza ikatokea bila kujali umri. Inaweza ikatokea bila kujali umri. Mimi nishawahi kutokea huu na umri wa miaka 46. Mimi na mume wangu tumeondokana na kutegemea tendo la ndoa ni kuingiliana tu. Hilo tumeshaondokana nalo, kuingiliana alafu na kujolewa. Sema hilo tumeshaondokana nalo zamani sana. Daktari, shule yako hii sio kawaida. Sema binafsi hii naipendelea sana, haswa siku za weekend au za sikukuu kama Idi kesho. Sasa tunaipendelea sana ya kufanya masafa marefu. Kwa hiyo ni kitu ambacho anapangilia kwamba leo ni masafa marefu. Kama chakula kiko kwenye hotpot chakula kiko kwenye hotpot. Kama ni chakula kiko kwenye hotpot, mchungaji akichelewesha mahubiri marefu kanisani Jumapili wanakasirika. Nachelewa ngoma nzito. Ndio mahubiri masaa mawili. Sasa wanatokea kweli, yani tumepanga hivi leo. Alafu mchungaji leo mahubiri haishi. Sasa kuna video zaidi ya 50. Hizi video nilizotaja hapa hizi 4 naziongeza sasa hivi zitaongezea kwenye, kuna video zaidi ya 50. Sikutumii kwenye WhatsApp. Sawa? Na kutumia kwa njia ya email. Kama una simu kubwa lazima utakuwa unayo email. Na kuwekea maelekezo jinsi ya kupata email yako hapa. Na kuwekea maelekezo hayo. Uende kutumia shilingi 10,000 tu. Video zaidi ya 50. Walio page yangu ya Instagram uone shuhuda za watu ambao nimewasaidia katika eneo hilo walionunua hizo video. Ingia kwenye page yangu ya Instagram na kuwekea hapo chini. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Na hii ndio kliniki pekee ya mapenzi
asikudanganye mtu. Nikutakie heri ya mahusiano matamu. Bye bye.